uliweke katika ufahamu wako. Paulo anamwandikia Timotheo kwa sababu Timotheo alikuwa ni mtoto wake wa kiroho. Anamwonyesha kwamba yeye Kristo ndio mwenye kazi ya kuokoa, na akishamuokoa mwanadamu, anapomuokoa mwanadamu anathibitisha wito ndani yake. Sasa unaniuliza namna gani? Mimi nilizaliwa kwenye dini hii, nina bahati nilizaliwa kwenye dini. Nimekuta baba yangu ni mzee wa kanisa, nimemkuta mama yangu ni mwanakwaya mzuri lakini ni shemasi. Kwa hiyo nikawa natembelea neema yao. Wananipeleka Sunday school, wakati mwingine sitaki ila wananilazimisha naenda. Kumbe walikuwa napandikiza kitu. Amen. Kwa nikaishi maisha, nikaenda shule, nikasoma, nikamaliza. Mpagani tu wa kawaida, alafu mlevi tu. Nilikuwa na gida konyagi, nilikuwa na piga fegi, nilikuwa na beha na beha. Nilikuwa na kunywa gongo. Mimi nimesoma kwa Wanyamwezi, na unajua Wanyamwezi wanapenda sana konyagi. Pale Urambo Usoke nimesoma mimi pale. Kwa pale shuleni tulikuwa tunaenda, tukimaliza masomo tunaenda kwa mama mmoja alikuwa anapika gongo, ndio alikuwa anaaminika. Sasa tunapewa ile wanasema pegi vile vichupa vya mafuta ya Reis, sisi tulikuwa tunaita pegi. Kwa hiyo ukipimiwa, kwa sababu ilikuwa ni kali, unatafuta nguzo kwanza, unahesabu kwanza, maana hayo maumivu unayoyapata unakatwa mpaka utumbo. Unajua shetani ni mtu mmoja hatari sana. Kitu ni hasara lakini anakuonyesha kina faida. Yaani kitu kinakumaliza. Mimi nakumbuka nilikuwa nikienda likizo, wazazi wanasema mbona mtoto wetu umekonda? Kule lishe kidogo, wanaongeza pocket money. Wakiongeza pocket money wameniongezea ulevi. Lakini nataka nikuonyeshe faida ya makongamano. Nikuonyeshe faida ya kuingia kanisani. Pamoja na kwamba nilikuwa nakunywa pombe, pamoja na kwamba nilikuwa navuta sigara, pamoja na kwamba nilikuwa msela, kasoro tu uzinzi Mungu alinisaidiaga. Jamani, nilikuwa sipendi uzinzi. Hicho kitu Mungu alinisaidia. Na unajua Mungu alinisaidiaje? Mimi nilikuwa mtu mmoja mwenye nishai. Nilikuwa siwezi kuface mwanamke hivi. Yaani hata mama yangu mzazi nikiwa mdogo nilikuwa siwezi kumwangalia uso hivi. Kwa nilipoenda shule, wakija namna hii, mimi nishageuka. Yaani mimi nakuwa kama mimi ndio binti. Lakini namshukuru Mungu alinitengenezea mazingira. Na unajua pale shuleni, yani tulikuwa wanafunzi 45 darasani, na ilikuwa ni sheria deski moja msichana mvulana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasubiri wote wanapangana, afu mimi nakuwa backbencher. Sitaki kukaa na mmoja hapo kwa sababu tu ya aibu. Mungu akanisaidia nikamaliza shule salama. Lakini usalama wenyewe gongo. Lakini yale maneno niliyokuwa nahubiriwa yalifika siku moja, usiku mmoja sitausahau, nikiwa nimelala peke yangu chumbani. Haleluya, haleluya. Chumbani peke yangu, nikuonyeshe uzuri wa neno, nguvu ya neno. Neno linaweza kugeuza hii ardhi ikageuka kichwa chini miguu juu. Neno linaweza kuleta mabadiliko ya fikra zako. Linaweza kuleta mabadiliko ya vile unavyoenenda. Ndani ya sekunde unaweza kubadilika. Mungu akanibadilisha usiku ule. Amen. Nilikuwa navutwa na rafiki, nakumbuka Johera alikuwa ni kama mwiba kwangu.
Alikuwa kila siku, wewe kijana, twende kanisani. Namchukia. Lakini ilifika siku ambayo alikuwa ananikuta nimeshatangulia kanisani. Enzi zile sisi tulikuwa tunavaga zile suruali za Simbisa. Unavalia hapa. Yaani huku ni bwanga za pepe kale. Unaenda nalo. Miondoko. Lakini usiku ule nilipokutana na hii neema, haleluya, haleluya, zile suruali zote nikaweka pembeni, nikatafuta za watumishi wa Mungu. Na ndio maana leo ni mtumishi wa Mungu. Sikiliza nikwambie, muonekano wako unaweza kukuhubiri wewe ni nani, na muonekano wako unaweza kwa kupeleka kukana watu ambao hukustahili kukanao. Sikiliza vijana, na washauri mimi kama kaka yenu mkubwa, tubadilike. Sisi ni watumishi wa Mungu, na dunia inapaswa kutuhesabu ya kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Lakini mavazi yetu, mionekano yetu, minyoo yetu, tembea zetu zimetufanya hata tukiwa mitaani hawatuamini. Niseme nisiseme? Nilonge nisilonge? Wewe fikiria, nirudie pale aliposema mwenzangu. Wewe fikiria, unakwenda mahali ambapo wamekaa watu, umepiga box la maana, umepiga bonge la box, alafu umevaa chata zimejaa, alafu mnafika kwenye kundi, unasema kuna mwizi mmoja ameingia katikati yetu, muwe makini, muwe makini, muwe makini. Amen. Ama umeenda mdada umevaa kisoksi. Jamani, tuachage ng'ombe. Ng'ombe ndio wanavaaga soksi. Na bahati nzuri Mungu amewaumba baba. Steki. Tumweke mwenyekiti wetu hapa avae boxer. Tumlete na mdada avae boxer. Hata kama tutawavika maski, tutajua huyu ni dume, huyu ni jike. Kwa sababu ya maumbo tu, kwa sababu ya maumbile. Mungu alimuumba mwanamke, maumbile yake ni laini. Amen. Ndio maana akitembea huku lazima pacheze. Sasa wewe kazi yako ni kuchezesha tu, na wachezeshea. Kwa nini wasipige mluzi? Umekuwa dogi. Nani anataka kuitwa dogi? Nyie kina dada, nani anataka kuitwa dogi? Upentekoste ninao ujua sio wa sasa hivi. No. Na bahati nzuri anayehubiri ni kijana. Angekuwa mzee anasema injili ya kizee. Hii ni injili ya kijana kama ninyi. Amen. Hii ni injili ya kijana kama ninyi. Acheni kuvaa nguo za mitaani. Acheni kuvaa nguo za mitaani. Acheni kuwa na lugha za mitaani. Mazungumzo mabaya yanafanyaje? Huharibu tabia njema. Nini mnaongea mkiwa mitaani? Mawasiliano yenu yakoje? Ninyi kama vijana, mawasiliano yenu yakoje? Watu wa mtaani wanapowasikia, wanawatofautisha na wao ama ni sawasawa na wao? So we have to change. Amen. Amen. Tunahitaji kufanyaje? Huko nyuma tunahitaji kufanyaje? Narudia, wale wa nyuma peke yao tunahitaji kufanyaje? Rudia tena, tunahitaji kufanyaje? Wa Pentekoste, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akamwambia Yeremia kwamba nimekuweka kuwa nabii wa mataifa, na utakwenda kwa kila nitakaye kutuma. Kila nitakaye kutuma. Sasa sio Yeremia peke yake. Ngoja ngwambie, kuna mtu mmoja huwa tunamdharau na tukimhubiri mpaka hasira inatupandaga. Tukimhubirigi Samsoni, yani na macho yanatutokaga mpaka mishiba. Yani tunamwona yani mtu feki kabisa.
Haleluya. Lakini unajua Samsoni anatufundisha, unajua Biblia inasema yaliyowapata wao kwa jinsi ya mwili yaliwapata kwa jinsi ya mifano, ili kutuongoza sisi kiroho. Yule Samsoni alikuwa na dili na Wafilisti physically, na wakati mama amebeba mimba, malaika anamwambia utachukua mimba, amen, utazaa mtoto na huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu. Yani toka tumboni anazaliwa akiwa mnadhiri, na Mungu anasema huyu nimemweka kwa ajili ya kuliokoa taifa la Israeli na watu gani? Na Wafilisti. Sasa anafikaje kwa Wafilisti? Lazima aoe mwanamke wa Kifilisti. Sasa na wewe usituambie nyie mnatuambia tusiolewe na watu wa imani nyingine, mbona Samsoni alioa Mfilisti? Mungu anamwambia Manoa, huu ulikuwa ni mpango wake ili awafikie Wafilisti. Sasa wewe umeambiwa ukawafikie Wafilisti. Ndio maana nimesema kila mtu ameitwa kwa nafsi yake, na kila mtu ameitwa kwa mlango wake. Usitende kama mtu mwingine. Kuna mwalimu mmoja mashuhuri hapa Tanzania, wafuasi wake wote wakihubiri wanataka kuhubiri kama yeye. Horobosha. Jamani, unapenda niseme jamani. Sasa hebu fikiria, huyu mzee nimesikia na sauti lizito, kwa sababu